Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa Sibuka Television popote pale unapotazama, ni siku nyingine iliyo njema ya pekee mno na ya baraka ambayo Mungu ametupa kukutana tena katika kipindi kile kupendacho cha misingi ya imani. Mtu wa Mungu popote pale unaponitazama na kunisikiliza, naomba ukabarikiwe tena siku hii ya leo kwa neno la Mungu na kwa mafundisho ambayo Bwana anakusudi tukapate kuyapokea tena jioni ya leo. Kwa hiyo naomba nikukaribishe sana, na naamini kwamba Mungu ataenda kubariki tunapoenda kujifunza kwa pamoja. Kabla sijaenda kuanza kipindi chetu, nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa wale wote ambao wamekuwa wakipiga simu kutoka Kagera, kutoka Kerwa, kuna wengine kutoka Bukoba, kutoka Sumbawanga, nimepokea simu kutoka Chalinze na baadhi ya watu wengine kutoka Dar es Salaam na kwingineko. Na nikushukuru sana kwa kuchukua muda wako kupiga simu, lakini pia kwa kuchukua muda wako kutuma message. Kwa kweli simu zimekuwa ni nyingi na nyingine nimeshindwa kuzipokea, sio kwamba sikuiona, lakini kuna wakati unakuta majukumu ni mengi, nimeshindwa kupokea simu yako. Ila bado naomba nikutie moyo kwamba usikate tamaa kwa sababu simu yako haijapokelewa. Lakini pia kwa wale ambao waliweza kupokea, naamini kwamba Mungu ameendelea kuwabariki na bado Bwana ataendelea kubariki. Tuendelee kushirikiana kwa ajili ya kutazama television yetu. Lakini mpendwa, unapotazama pia naomba uchukue nafasi ya kuweza kumshirikisha na mwingine, rafiki yako, ndugu, jamaa. Tuma ujumbe kwake kwamba ni wakati wa kipindi cha misingi ya imani. Karibu tukapate kujifunza maneno ya Mungu kwa pamoja. Lakini zaidi sana mpendwa mtazamaji unanitazama, niseme tu ya kwamba Mungu akubariki kwa kukubali kufanyika sehemu ya kuendeleza kazi njema ya kanisa ya mahubiri kwa njia ya television. Kwa hiyo Mungu akubariki kwa sababu yako ya kujitoa kutazama, lakini pia hata kupiga simu, lakini pia hata kutuma message, hata kucomment ya kwamba kwa kweli nimebarikiwa na kipindi hiki. Kwa hiyo Mungu akubariki kwa kujitoa, maana hiyo pia nao ni dhabihu mbele za Mungu. Mpendwa mtazamaji, tunapoenda kuanza kipindi cha leo, naomba basi tukapate kuomba na tutaenda kuendelea. Bwana Yesu, asante kwa wema wako. Umekuwa pamoja nasi, umetulinda wiki nzima hata kutupa tena wakati na majira kama haya kuendelea kujifunza maneno yako. Naomba Roho Mtakatifu kayapige muhuri ndani ya kila mmoja anayesikia na kila mmoja anayetazama. Neema yako ya pekee katiliwe juu yao, acha utukufu wako ukapate kung'aa kwenye maisha yao. Sifa na utukufu zikurudie wewe, kwa jina la Yesu nimeomba, amen. Mpendwa mtazamaji, wiki iliyopita tulijifunza kuhusu habari ya ukomavu. Na nilipozungumza kuhusu habari ya ukomavu ni kwa sababu tunapokuwa na ukomavu tunafanya vitu kwa jinsi ya tofauti. Lakini naomba leo hii nikazungumze nayo kuhusu habari ya kinaweza kufanya kwa ubora. Kwa nini tunayoyafanya tuyafanye kwa ubora? Jambo la kwanza, mtu aliyekomaa au mtu anayefahamu lazima anafahamu kitu kinachoitwa bora. Na tofauti ya maskini na tajiri ni moja, kwamba maskini wengi wana vitu vingi ambavyo havina ubora, lakini matajiri wengi wananunua vitu vichache vyenye ubora. Mpendwa mtazamaji, napozungumza hivyo maana yangu ni kwamba tunapofanya chochote kile tunatakiwa tukifanye kwa ubora, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa ubora. Na naomba naweza nikazungumza hapa usinielewe leo, lakini naomba Mungu akupe neema ya kunielewa. Mungu ni Mungu wa ubora, na kila kitu Mungu alichokitaka kwa mwanadamu alitaka kitu kilicho bora. Chochote kile ambacho tunakifanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu ilipaswa kifanyike katika ubora. Chochote kile tunachokiita kwa jina la Mungu kilipaswa ndio kiwe bora. Mpendwa mtazamaji, kuna neno moja ambalo kwenye kitabu cha Malaki, Mungu anasema, ikiwa mimi ni baba kwenu, kichwa changu iko wapi? Ikiwa mimi ni Mungu kwenu, heshima yangu iko wapi? Maana yake ni kwamba kama tunamuita Mungu ni baba kwetu, hebu piga mahesabu ya kwamba ni sehemu gani iliyo bora zaidi kati ya sebule lako na madhabahu ya kanisa unaloabudu. Na ukishalinganisha vitu hivyo viwili, ndio ujue kwamba
hivi Mungu leo akiamua kujibu maombi kutokana na viwango bora, je, maombi atakayojibiwa ni yapi? Yaliyoombewa sebuleni kwako ama yaliyoombewa kanisani kwako? Mungu anataka watu bora. Ndio maana ukisoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, Mungu hakuwahi kwenda kuchukua watu ambao ni hohehahe au watu holela ili awatumie kwa ajili ya utukufu wake. Alitafuta watu bora. Mpendwa mtazamaji, Ibrahimu alikuwa bora. Biblia inasema alikuwa tajiri sana. Isaka alikuwa bora, alikuwa mkulima bora sana. Yakobo alikuwa bora, alikuwa ni mwanasayansi aliyecheza na sayansi kwa kila jinsi, akapata utajiri mkubwa sana. Ukisoma habari ya Musa alifundishwa elimu yote ya Misri. Huyo ndiye Mungu aliyemtaka. Alikuwa na elimu bora, akaandika vitabu. Kwa nini? Alikuwa bora. Ukisoma habari ya Paulo, Mungu alitafuta mtu yote, lakini akaenda kutafuta Paulo aliyesoma elimu yote chini ya Gamalieli. Alikuwa ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Alikuwa na uraia pacha, diaspora ya nchi ya Rumi pamoja na nchi ya Israeli. Alikuwa ni mtu bora. Huyo ndiye Yesu anamkamata, anataka afanye kazi ya ufalme wake. Alifuata watu ambao walikuwa bora katika maisha. Kina Petro wamefuatwa kazini, kina Mathayo waliotoza ushuru waliofuatwa kazini. Yuda Iskariote alikuwa broker wa mji wa Iskariote, huyo alifuatwa kazini. Kwa nini? Yesu mwenyewe alitaka watu bora wapate kumtumikia. Alikuwa ndugu wa Herode mke wa Kuza. Alikuwa Kuza ni ndugu wa Herode wa kunyonya, lakini hao ndio walikuwa wanafunzi wa Yesu, yule mama na wengine wengi ambao Yesu aliwafungua kwa sababu walikuwa ni watu walionyesha ubora. Mpendwa mtazamaji, ninaposema kuhusu habari ya kufanya kwa ubora, ukomavu ni pamoja na kufanya mambo ya Mungu kama Baba yetu kwa ubora. Kwa uhalisi, hakuna mtu ambaye amemwona Mungu kwa macho ya damu na nyama. Maana yake ukimwona Mungu kwa macho ya damu na nyama utakufa. Lakini kwa sababu tunamwona Mungu kwa imani na mambo yake anafanya kwa imani, vivyo hivyo itakuwa tuwe na imani ya kupata vitu bora, imani ya kufanya mambo bora, imani ya kutenda kwa ubora. Mungu ni katika imani. Kwa kweli ni popote utakapopatenga kwa ajili ya kumkutania na yeye, lazima utenge sehemu bora. Muda ambao anataka kukutana na Mungu, lazima utenge muda bora. Sio ule muda ambao tunasema ni muda wa reject. Ukiwa umechoka, hauna cha kufanya, ushaangalia Simba na Yanga, ushaangalia Manchester United, ushamaliza kazi zako zote, ushamaliza kula kila kitu unachotaka kula kwa siku nzima, ushamaliza ugomvi wote. Ile muda sasa ukiwa hoi bin tabani, ndio naenda Baba katika jina la Yesu. Unakuja kunyanyuka hapo hivi, shingo inauma, kila mahali panauma. Hasa hayo maombi hayo, ndugu yangu, hayana ubora. Kusoma Biblia unataka usome wakati huo, ni wale unakuta umesoma Biblia na yenyewe umelalia, umemwagia mate mpaka imeloana, kwa sababu ulichagua muda ambao sio bora. Mungu anataka muda bora kwako. Mungu anataka wakati bora na wewe. Mungu anataka sadaka bora kutoka kwako. Mungu anataka kazi bora kutoka kwako. Mungu anataka ndoa bora kutoka kwako. Na hii inataka watu ambao ni matured people, watu ambao wameonyesha ukomavu, wafanye kwa ubora. Kwamba mke wangu siwezi kuwa mke mwingine, wewe ni mke wangu, unatazwa 1 2 3, na ambaye akwambia mume wangu siwezi kuolewa mwanaume mwingine, wewe ndio mume wangu, ni unamaliza 1 2 3. Sasa tutafute namna ya kuishi nayo au namna ya kuyarekebisha, ili kwamba tuweze kulea familia bora, tuweze kulea watoto ambao watakuwa ni watu bora. Mpendwa mtazamaji, historia imeonyesha kwamba hata watoto ambao hawakulelewa katika familia, Malaki alisema Mungu alitaka watoto bora wazaliwe kwenye ndoa. Ukiangalia watu ambao hawakulelewa katika familia, wamekuwa ni taabu na mateso kwenye maisha haya tulio nayo leo hii. Mmoja wapo ni Adolf Hitler. Ukisoma historia yake utaona, na wengine wengi ambao siwezi kutaja majina yao hapa. Lakini nataka niseme wapendwa wangu, watoto waliolelewa kwenye familia bora, haijalishi ni maskini kiasi gani au ni matajiri kiasi gani, lakini baba na mama walikuwa ni wazazi bora. Wale watoto wamefanyika watu bora katika jamii tulio nayo hata siku ya leo. Mpendwa mtazamaji unanitazama, Biblia inasema hivi, naomba nikupe mistari kadhaa. Kabla ya kukupa mistari, ukisoma mlango ule wa 2 wa kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba wa mwisho. Lakini wakati amemuumba wa mwisho, alikuwa ameshatengeneza bustani ya Eden.
Na katika bustani ya Edeni, Biblia inasema aliweka kule madini ya kila aina, madini bora. Anasema katika ile mito minne, mto mmoja hapo anasema kulikuwa na dhahabu safi. Alikuwa anasema kwamba kulikuwa na vito shohamu. Alikuwa anasema kulikuwa kitu kinaitwa bedola na madini mengine. Mpaka leo tuna majina ambayo hayajawahi kuonekana, lakini tuna majina yake. Ila Mungu alimweka mwanadamu katikati ya hayo madini kuonyesha kwamba jinsi gani alivyomthamini katika eneo la ubora. Mpendwa mtazamaji, unaponitazama, inahitaji ubora ili ashuke mahali popote pale Mungu. Ili Mungu afanye kazi na wewe, lazima ufanye kazi yako katika ubora. Ili Mungu ashuke kwenye madhabahu yako, unanisikiliza mtumishi wa Mungu, lazima iwe katika ubora. Ili Mungu akae, kuna kushuka na kukaa. Kuna watu wengine ambao Mungu huwa anawatembelea, anaenda. Kuna makanisa ambayo Mungu anawatembeleaga, anaenda, kwa sababu wametengeneza mazingira ya kutembelewa. Kuna tofauti ya God's visitation na God's habitation. Mungu hatafuti kufanya visitation kwako, anataka afanye kitu cha habitation, maana yake akae na wewe. Na ili Mungu akae, lazima mazingira yawe bora katika utakatifu, katika uchaji, katika vitu vinavyoonekana. Fikiri Mungu aliwaambia hata wana wa Israeli kwamba wanapoenda kujisaidia waende na jembe, wafukie kile kinachowatoka. Kwa sababu gani? Mungu anataka mazingira yawe bora hata kwenye eneo la usafi. Ukisoma kitabu kile cha ukisoma kitabu kimoja hapo cha manabii wadogo, Biblia inasema kwamba nadhani kama sijakosea ni kitabu cha Nehemia au kitabu cha Ezra, anasema kuhani mkuu alikuwa amesimama mbele za Mungu akiwa na mavazi machafu. Alikuwa aitwa Yoshua. Malaika shetani akamfuata, anampiga mbele za Mungu kwa sababu amevaa mavazi machafu. Kwa ina maana hata huyu mtu anasimama mbele za Mungu akiwa mchafu, mbingu zinafika mahali hazimwangalii. Ni Mungu tu aliona huruma, akaamua kutuma malaika amtetee. Kwa sababu gani? Anasema ilikuwa ni kinga kimetoka kwenye moto. Kwa nini? Mavazi ni machafu. Mungu anataka usimame kwa ubora. Ukisoma kitabu cha Kutoka, utaona kwamba Mungu anamwagiza Musa amtengenezee Haruni mavazi ya kikuhani, maana yake mavazi bora. Nitakuonyesha mpendwa mtazamaji kile ambacho Mungu anakitaka kwetu. Kutoka 25 mstari wa 1 hadi wa 9, Biblia inasema hivi. Kutoka 25 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 9, nisome kwanza mstari wa 2. Anasema, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatoa kwake sadaka yangu. Sadaka utakaopokea mikononi mwao ni hii. Sikiliza wapendwa mtazamaji, Mungu anataka sadaka gani kwa watu? Sikiliza kwa makini. Kwenye madini anasema ni dhahabu, fedha na shaba. Lakini mstari wa 4 anasema na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarao na za rangi nyekundu na nguo za kitani safi na singa za mbuzi. Na anasema na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo na miti ya mshita na mafuta ile taa na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupakwa na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri. Mstari wa 7 asema na vito vya shohamu na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera na kwa kile kifuniko cha kifuani, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Nataka muda wangu utoshi ningefafanua kila kitu hapa na thamani yake, lakini nataka ni kwa haraka tu nipitie kwa haraka. Mungu anapochagua madini, anasema madini aina 3: madini ya dhahabu, madini ya fedha na madini ya shaba. Kwa wakati ule mpendwa mtazamaji, ambapo Musa yuko na wana wa Israeli jangwani, hayo ndio madini ambayo yalikuwa yanapatikana, na vingine vilikuwa yanapatikana. Lakini kwa sababu kwa safarini, Mungu asemi kwamba kwa sababu watu wanasafiri tena ni maskini, walikuwa utumwani Misri, basi wanaweza katoa chochote. Hapana, anataka kitu bora. Anaambia dhahabu, fedha na shaba. Lakini baada ya kutoa madini hayo, sikiliza kitu kinasema, kama ni nyuzi kwa ajili ya kazi ya kutengeneza mapazia, sio kazi ya nini, au kazi ya kushona hiyo mavazi ya makuhani nini, anasemaje? Nyuzi za rangi ya samawi, za rangi ya zambarao na za rangi nyekundu. Hii rangi ambayo Kiswahili wametumia samawi ni rangi ya blue, mpendwa mtazamaji. Sasa ukiangalia hapa, rangi hizi 3 zilipatikana kwa wafalme tu: rangi ya blue, rangi nyekundu
na rangi ya zambarau hakuvaa mtu yeyote wa kima cha chini. Maanake zilikuwa hazinunuliki. Ni wafalme tu na wafanyabiashara wakubwa tu ndio waliweza afford kununua kitu cha rangi hiyo au nguo za rangi hiyo. Mungu anataka nguo za rangi hiyo, kwamba mavazi yake yawe ni blue, ambao kwa Kiswahili hapo amesema samawi, alafu anasema na zambarau na rangi nyekundu. Maanake ukiangalia pazia la nyumba ya Mungu lina kitu inaitwa royalty outlook, lina mtazamo wa kifalme. Mpendwa mtazamaji, hakuishia tu hapo hivyo. Anasema ya kwamba na kama ni nguo za kitani, iwe ni kitani safi, lakini pia na singa za mbuzi ambazo zilikuwa ni nyuzi na zenyewe za gharama ya juu kabisa. Lakini anasema na kama ni ngozi, basi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi ya pomboo. Watu wengi wafahamu mnyama anaitwa pomboo. Nikusaidie tu kwamba pomboo ni mnyama ule ambao tunasema ni honey badger. Honey badger, yule mnyama ni kwa Kiswahili nadhani wanamuita nyegere kwa lugha rahisi ya mtaani. Yule mnyama ambaye ni mkorofi sana, mwenye mistari miwili mgongoni mwake meusi. Katika historia ya wanyama, yeye ndio mwenye ngozi ngumu kuliko wanyama wote duniani. Na kwa nini? Kwa sababu hata ukiweza kupiga na mkuki hauwezi kutoboa ngozi yake. Anakulaga asali mpaka anamaliza mzinga, hamna nyuki anaweza kumngata. Labda ngate machoni au puani peke yake ndio anaweza pakaingia mshale, lakini sio kwenye ngozi yake. Simba hawezi kupambana naye kwa sababu ni mnyama ambaye anaweza kupiga somersault ndani ya ngozi yake mwenyewe. Kwa hiyo ngozi ndio Mungu anataka, na ndio ilikuwa kifuniko cha hema ya kukutania. Sasa hawasemi leteni ngozi za ng'ombe, si ngozi za anataka ngozi hiyo. Ni ngozi ndogo ndogo sana, lakini zilipounganishwa ni ngozi ambayo iliweza kudumu miaka mingi kwa sababu ya ubora wake. Mungu anataka kilicho bora. Lakini anasema mti wa mshita. Mti wa mshita leo hii ni kama blackwood, ile tunaita mpingo. Hiyo ndio Mungu anautaka. Shittim wood inavyoitwa, ina maana mti ulikuwa ni mti wa thamani, lakini mti mgumu. Mungu anataka hekalu lake, hema yake ya kutania, ambao watu wake watakutana kule, miti yote itakayotumika pale itumike mti wa shittim au mti wa mshita. Lakini pia ukiangalia anasema na mafuta ile taa na viungo vya manukato, kwa yale mafuta ya kupakwa na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri. Mungu hataki hekalu lake linukie mavi ya ng'ombe, hataki hekalu lake linukie jasho, anataka kunukie harufu nzuri. Anasema pia na vito vya shohamu vya kutiwa. Nguo ilishonwa alafu ikawekwa kama ni kifungo cha kitu cha thamani, kama ni naivera ilivyokuwa inavaa ile ephod, inaposhuka kule chini wanaweka vitu vya thamani. Kwa hiyo alikuwa akitokea kuhani mbele za watu, yeye mwenyewe ukimwangalia kutoka juu mpaka chini ni hela tupu, ni utajiri mtupu, ni heshima tupu. Kwa nini? Mungu alitaka kila kitu kifanyike katika ubora wa hali ya juu. Pendo mtazamaji unanitazama, ukisoma kitabu kile cha Mambo ya Nyakati 6 mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema hivi: ndipo Sulemani akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene, lakini nimekujengea nyumba ya kukaa iwe mahali pa makao ya milele. Mungu kama Mungu anataka ajengewe mahali ambapo atakaa. Ukisoma hapo kwenye Kutoka 25 mstari wa 8 pale sema, na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Mnapotaka Mungu akae kati yenu, wakati madhabahu yenu mmeninginiza shuka zilizochakaa nyumbani kwenu, mnapotaka Mungu akae ndani mwenu, wakati madhabahu yake mmeshona mifuko ya sementi iliyoraruliwa kwa mahali fulani, mnataka Mungu akae katikati yenu, wakati hekalu lake nyie mnakaa nyumba za tiles, nyumba za mabo, mnakaa kwenye mahali pazuri, lakini unapofika kwenye mahali panapoitwa kwa jina la Mungu, kila kitu cha kuungaunga. Waya ni wa kuungaunga, speaker ni za kuungaunga, matrobali ya kuungaunga, vitambaa mapazia yale yaliyochakaa kule nyumbani kwako ndio unapeleka kanisani, ni vya kuungaunga. Alafu unataka Mungu akae kama aliwaambia na Israeli ili akae katikati yao. Aliwapa condition ya kufanya kila kitu kwa ubora.
walete dhahabu, walete fedha, walete shaba. Kama ni rangi, walete rangi ya blue, walete rangi nyekundu na rangi ya zambarau, rangi za kifalme. Kama ni ngozi, walete ngozi ambazo zimeshatiwa rangi nyekundu. Kama ni nyuzi za samawi, nyuzi nzuri, kitani safi. Kama ni manukato yanayonukia vizuri. Hayo ndio mambo ambayo Mungu alitaka yakae katika hema yake. Lakini leo hii mpendwa mtazamaji, tuna shida. Na hapo ndipo shetani alipotupigia. Ukiangalia makanisa mengi ya waamini wanaosema wanaenda mbinguni au wanaokiri uchaji wa Mungu, wanaomba sana, lakini ndugu yangu, maombi bila matendo ni imani bila matendo. Kuliko uende ukanunue matorobali ya mifuko ya sementi ili ujengee nayo hema, bora ungechanga hiyo hela ukanunua hata bati basi ukaipiga rangi. Maana tunajua kwamba mwanzo ni mgumu siku zote. Na sikuvunji moyo, najua kwamba kweli una kanisa la turubali au na mifuko hiyo umekusanya au na kadhalika, lakini moyo wako uko kwenye eneo gani zaidi? Maisha yako zaidi ama Mungu zaidi? Maana kuna watu ambao sio kwamba hawawezi kufanya, sio kwamba hawana uwezo wa kufanya, lakini Mungu ameweka kwenye listi number 3 au number 5. Mpendwa mtazamaji, unaposema kwamba natamani Mungu awepo kazini kwangu, mpangilio wa kazi yako ukoje? Unaposema nataka Mungu akae nyumbani kwangu, nyumba yako mpangilio wake ukoje? Unaposema nataka Mungu atembee nami, maisha yako yamekuwa organized kwa kiasi gani ili mbingu zikae pamoja nawe? Ndio maana tutakapoomba sana, Mungu atatutembelea alafu atapita. Tunapomwita Mungu sana, atatutembelea. Utasikia kawepo katakuwepo, mtanena kwa lugha watu 2 3, pepo zitatoka pale, baada ya hapo anaondoka. Lakini tunapotaka Mungu akae, lazima tumpe the best of our heart, the best of our life, the best of each and everything. Kila kitu uweke katika ubora, ufanye katika ubora. Mungu anajishughulisha sana. Na ukiangalia katika Biblia, hata anazungumza mpaka habari ya chakula, kwamba watu wale kwa uzuri, wale chakula kilicho bora. Sio bora chakula. Ukiangalia mavazi, Mungu anazungumza mpaka swala la mavazi. Mpendwa mtazamaji, ni jambo la ajabu. Mungu au miungu inategemea sana kujengewa mazingira ndani na nje pia. Usafi na utakatifu ni hadhi na haki ya Mungu wetu. Uchafu ni madhabahu za kishetani na minginezo. Mpendwa mtazamaji, leo hii hata ungemkutana kichaa akapita kwenye mti mahali fulani, akakuta mahali pametundikwa kitambaa cheusi na kitambaa chekundu na damdamu zimemwaga pale na manyoya mengi na vibuyu hivyo chakachaka na vingu hivyo vunjika, ajue ni madhabahu ya mashetani. Kwa sababu gani? Hiyo ndio characteristic yake, ndio tabia yake, huo ndio mwenendo wake. Ndio maana Biblia inasema kwamba na uchafu umeorodheshwa katika sehemu ya dhambi. Kwa sababu gani? Uchafu sio sehemu ya Mungu. Mungu ni mtakatifu. Maana ya mtakatifu ni safi, isiyo na ila wala doa. Tunasema kuna kitu tu whole na holy. Mungu ni mtakatifu na amekamilika, maana yake hana dosari yoyote. Kwa hiyo anataka watu wake, ndio anasema iweni watakatifu nanyi mtakuwa wakamilifu kama Mungu wenu alivyo mkamilifu. Iweni watakatifu kama Mungu wenu alivyo mtakatifu. Maana yake utakatifu unajumlisha kuanzia vaa yako, kuanzia ishi yako, kuanzia mwenendo wako, kuanzia kila eneo linajumuisha maisha matakatifu. Mpendwa mtazamaji, kuna vitu ambavyo ukianza kuvifanya leo, ama ukianza kuvila leo, ama ukianza kutenda vitu hivyo leo, vitavutia roho fulani ambayo sio roho ya Mungu ndani mwako. Kwa mfano, leo hii tuna watu ambao wako makanisani na walielewi hivi kwamba mabinti zangu msikilize kwa makini, kukaa uchi sio tabia ya Mungu. Kwa sababu baada ya mwanadamu kutenda dhambi, utukufu wa Mungu uliondoka juu yake. Na utukufu wa Mungu ulipoondoka juu yake, Mungu mwenyewe aliamua kutengeneza nguo, akachinja mnyama, akamvisha mwanadamu ngozi, maana yake afunike aibu yake. Leo hii unapokutana mtu anatembea uchi au anatembea nusu uchi, ni pepo ziko ndani yake, sio salama, sio kichwa chake, ni ushauri wa pepo. Kwa sababu kusoma kitabu cha Mathayo mlango ule wa Marko 5 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: wakamwendea Yesu, wakamwona yule aliyetoka na pepo, yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na ile jeshi. Wakaogopa.
amevaa nguo. Ina maana alipokuwa na pepo alikuwa havai nguo. Alipokuwa na pepo alitembea uchi, kwa sababu ni kazi ya pepo kuwafanya watu watembee uchi. Na ndio maana basi Mungu anataka watu wavae. Alipoagiza makuhani wavae, wahudumu wavae, aliagiza na kodi ya mavazi ya wao kuvaa. Mpendwa mtazamaji unanitazama siku ya leo, unaposikia hamu na raha, leo kuna vijana watembea wanasema katakei, wamevaa suruali zimening'inia kama wamebeba mzigo fulani huko chini. Unakuta kijana anatembea amefungua shati nusu hivi, anatembea kifua wazi. Unakuta na binti siku hizi wanatembea wamevaa chupi tu barabarani. Unakuta na huyu amevaa sijui kimini, sijui wengine wanaita Big G, mwingine unakuta amevaa maziwa yote yako nje na kadhalika. Sio wao, bali ni pepo wanaoishi ndani mwao, na wale pepo ni pepo wa zinaa wanaofanya kazi kupitia wao. Wanafanya kitu kinaitwa seduction kwa watu wote wanaowatazama. Wanachafua akili za watu, wanachafua roho za watu, wanachafua fikra za watu. Unakuta uko na mke wako mnaenda mahali, uko na mume wako mnaenda mahali, anapita mtu mpaka wote mnaacha mcho mnaongea, mnaanza kuongea kwa habari ya huyu mtu aliyepita. Kwa sababu gani? Amepewa hiyo roho ya shetani ya kuharibu akili za watu wanapokuwa barabarani. Kavishwa roho ya shetani ya kuharibu fikra za watu wanapokuwa barabarani. Ajali nyingine zinatokea kwa sababu hiyo. Mpendwa mtazamaji, Mungu anataka ubora. Vaa yako iwe bora, kula yako iwe bora, ongea yako iwe bora, kuishi kwako kuwe bora, uishi maisha bora. Watoto wako wavae kwa ubora, wale kwa ubora. Unapozungumza, mawasiliano yako ya kila siku yawe bora, kwa sababu Mungu ni Mungu bora na aliyetengeneza kila kitu katika ubora. Biblia inasema alipoomba akaona kwamba ni jema na ya kupendeza. Alipomuumba mwanadamu akaona kwamba ni vyema na kupendeza. Alipoomba maziwa akaona kwamba ni vyema na kupendeza. Sisi tunapokuja kuongeza visivyofaa ndio tunapoharibu. Mpendwa mtazamaji, leo hii nataka nikushauri, nataka nikutie moyo. Hebu nenda kapitia tena listi ya maisha yako. Pitia tena listi ya mtazamo wako. Pitia tena listi ya maisha ya mavazi yako. Pitia listi ya mlo wako. Pitia listi ya ibada yako. Je, ni bora? Mpendwa mtazamaji, nafikiri ya kwamba kama ni ubora, ilipaswa kila kitu unachokinunua kwa ajili ya Mungu kiwe kile cha ghali kabisa. Unaponunua viti, uulize viti ni shilingi ngapi. Unaambia hiki ni 20,000, hiki 30, hiki hapa 10, hiki hapa 8,000. Useme nipe hiki cha 30. Kwa sababu gani? Ni cha nyumbani kwa Mungu wangu. Hatuna mahali pengine pa kukutana na Mungu. Pale tulipopachagua, anasema kuna mahali ambapo amepachagua aliketisha jina lake. Ina maana alipomuita mchungaji akaenda kuanza kanisa mahali fulani, au alipoweka maono kwa watu fulani wakaenda kuanza mahali fulani, ina maana pale Mungu alipachagua aliketisha jina lake. Kwa chochote kile kinachofanyika pale, chochote kile kinachowekwa pale, lazima kimdhihirishe kwamba ni Mungu. Kuna mahali ambapo tumefika, tumepoteza ramani kabisa. Kila mtu anapokuwa na gari bora, hekalu likiwa bora, nyumba ikiwa bora, watoto wakaenda shule bora, kukawa na maisha bora, wanasema huyu ni Freemason. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kanisa limekubali ya kwamba, ama watu hao wamekubali ya kwamba shetani ndiye anaweza kuwapa watu vitu vyo bora, isipokuwa Mungu wao hawezi kuwapa watu vitu vyo bora. Na hii ni ganzi ambayo shetani ameichoma katika akili za watu, ya kwamba ni sahihi kanisani ukalia mikeka, kukalia mabenchi ambayo hajapigwa msasa. Ni sahihi kwenda kanisani hakuna parking nzuri. Ni sahihi kwenda kanisani kanisa lisiwe na magari mengi. Ni sahihi kwenda kanisani madhabahu isiwe safi sana. Ni sahihi kwenda kanisani vyombo vinakoroma kila mahali. Lakini hapo pita vya muziki vinavyotangaza bia, vinavyotangaza condom, vinavyotangaza vyombo viko sound, yani iko sawa kabisa, lakini vinavyotangaza jina la Mungu vyenyewe vikorome. Ni adui amepanda mawazo yao ndani ya watu, ya kwamba anafika mahali hata mtu kuvaa vizuri sasa hivi anaogopa, sababu wataniita Freemason, wataniita kwamba mimi ni mchawi. Ndugu yangu, ponywa na hayo mawazo kwa jina la Yesu. Mungu ni Mungu bora, anataka vitu vyo bora. Kama kuna watu ambao watapaswa kuvaa vizuri, ni watu wanaomwamini Mungu. Kama kuna watu ambao walipaswa kula vizuri, ni watu wanaomwamini Mungu. Kama kuna madhabahu ambao zitakuwa zinakshiwe kwa dhahabu, kwa fedha na shaba, ni madhabahu za watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu Mungu wao ni Mungu aliye bora. Mpendwa mtazamaji, tunapozungumza kwa swala ubora, kuna mahali ambapo ukipatembelea leo pepo zitaingia ndani mwako. Kuna mahali ambapo ukifika leo unaweza kuanza kuharibikiwa.
Kuna watu ambao ukianza kutembea nao leo wanaweza kaingiza shida ndani mwako. Kuna vitu ambavyo ukianza kuvila leo vitaanza kuingiza taabu ndani mwako. Kuna vitu kadha wa kadha ukianza kuvitazama leo vitaanza kuleta shida ndani mwako. Kwa sababu gani? Viko nje ya kiwango bora. Na kwa sababu viko nje ya kiwango bora, ina maana havina Mungu ndani yake, na mwisho wa siku vitaleta shida ndani mwako. Unapoanza kuvuta sigara, Mungu ni mtakatifu. Hiyo sigara unavuta, ukimpa mbwa anaweza kafa, ukimvutisha paka anakufa, mbuzi mwenyewe hali hata hiyo tumbako. Lakini leo hii unakula vile vitu, kesho na kesho kutwa unaambiwa kuna kansa imeingia kwenye mapafu, kuna shida kwenye mapafu, kwa sababu uchagua kisicho bora. Anasema katika Isaya, mle kilichonona, mle vizuri. Anasema kwa nini kutoa fedha kwa kitu ambacho si chakula? Kwa nini kuna kitu kisichoshibisha? Anasema mle vizuri. Kwa hiyo kula vizuri ni sifa ya Mungu. Na hata sadaka yake alisema kwamba achaguliwe ndama mzuri, asiye na ila wala kunyanzi, asiwe na shida yoyote. Hata kama ni mbuzi, anasema kwamba mtakapotoa sadaka mchague katika wale walio bora, katika vile vilivyo bora. Mpendwa mtazamaji, unanitazama leo hii, unatakiwa anze kuangalia upya maeneo unayotembelea, vitu unavyopendelea. Je, vina ubora wa kimungu? Kuna vitu wasema kwenye kitabu cha Luka 8:27, Biblia inasema hivi: naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Hakuvaa nguo kwa sababu shetani hana ubora huo wa kujisitiri, na ndio maana watumishi wake lazima watembee uchi, kwa sababu ubora huo haupo kwao. Na Biblia inasema alikaa makaburini. Nimekuambia kuna maeneo ambayo leo ukienda kukaa yataleta shida ndani mwako. Huyu mwenye pepo alikaa makaburini. Kuna watu leo wanaishi kwenye vibanda vya kamari. Kuna watu leo wanaishi kwenye clubs. Kuna watu leo wanaishi maeneo ambayo hayafai kabisa. Leo hii nimepita mahali fulani nikakuta makaburi yamewekwa fence kubwa, na sio fence tu, mpaka na geti. Naweza, kwa nini makaburi yawekewe fence namna hii? Wanakuambia kwamba usiku kuna watu wanaokuja kulala kule, wanazini makaburini. Hawa watu wanaongozwa na akili gani? Pepo zimejaa ndani mwao, hakuna ubora. Maana utokeo wake wanaenda kwa kaburini, kwa sababu ndiko zile pepo ziwatuma sehemu salama ya kufanyia uovu wao, waendelee kujaa roho na mashetani ndani mwao, kwa sababu hakuna ubora. Mpendwa mtazamaji, na ukitaka kutembea na Mungu leo, ukitaka kuishi maisha ya kimungu, ukitaka Mungu akae nawe, lazima ubadili mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, badili maneno yako, uzungumze maneno yaliyo bora. Mpendwa, unapozungumza, nilifundisha siku za huko nyuma kuhusu habari ya ukiri. Kuna watu ambao ni maarufu wa kuomba, wanaomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba. Baada ya kuomba, wakitoka hapo wanaanza kusema hali ya uchumi ni mbaya, hali ya mazingira ni mbaya, hali hii ni mbaya. Mpendwa mtazamaji, unapozungumza maneno kama hayo, ubaya utakufuatilia. Maana yake ndio ulioita. Ukinapoambiwa na mtu habari za asubuhi, unasema sio mbaya, maana yake kuna ubaya tayari upo, ndio maana umetamka neno mbaya kwako. Inatakiwa useme ni nzuri sana, kwa maana unapoita uzuri utakuja uzuri, unapoita ubaya utakuja ubaya. Kwa unahitaji kuelewa jambo moja, ya kwamba ili niishi maisha yenye utukufu wa Mungu, lazima nijifunze kuzungumza kama Mungu. Maana Mungu kila alichokiumba kwenye Mwanzo mmoja, ukisoma mlango wote wa kwanza, sema alipoumba zikawa siku ya kwanza, ikawa siku ya pili. Kila inapoisha sema kwamba alichokiumba sema kwa ni kizuri na cha kupendeza. Alikiona kwamba ni kizuri, ni chema. Kwa hiyo kama Mungu ni mwema na kila alichokiumba ni kizuri, lazima tuishi katika wema huo. Mpendwa mtazamaji, maombi yako yafanane na ukiri wako. Naomba nikupe mfano huu. Mungu alinipa neema wakati fulani, nikatembelea mbuga ya Ngorongoro. Na kule Kreta, mojawapo ya maajabu niliona kwamba ni jinsi gani jamii ya wafugaji wa Kimasai wanavyoishi na wanyama bila ugomvi wowote. Kwamba Masai anachunga ng'ombe hapa, zimechanganyikana pundamilia na nyumbu wako huko, anaswaga, wanaenda, wanyama wanabaki pale, anaendelea. Lakini mpendwa mtazamaji, tulipofika kule chini kabisa, ilitokea kisa kimoja ambacho kilinifundisha somo kubwa sana. Nikawa nimemwona simba kwa karibu
kuliko jinsi ambayo nimewahi kuona kwenye maisha yangu, kwa sababu tulizoea kuona kwenye TV na kwingineko. Lakini nilipofika hapa Kreta, tukawa tumekaa, simba alipita karibu kabisa na gari yetu, alafu akajikwangua na gari kidogo kama anajikuna, akawa anatembea. Wakati tulipokuwa ndani ya ile gari, watu wote walinyamaza kimya, kiasi kwamba hata kupumua wengine waliacha kupumua kabisa. Kwa sababu gani? Ni kiumbe cha kutisha kuliko unavyofikiri. Akihema unasikia kama matumbo yanatikisika ndani ya tumbo lako mwenyewe. Sasa baada ya yule simba kupita, ni watu mwingine anahema, mwingine sasa, na watu wakaanza kupiga picha. Lakini wakati alipokuwa karibu ile gari, hakuna mtu aliyejigusa. Watu walikaa kwenye kitu cha kupause. Pero mtazamaji, tulipoangalia pale kile kisekashisha, lakini tulipokuwa tunatoka pale Ngorongoro, tunapopanda juu kidogo, tukakutana na simba wawili barabarani. Alafu kulikutana na vijana wawili wa Kimasai barabarani, Morani wa Kimasai, wana fimbo zao begani, wanatembea. Alafu hatua chache baadaye, mbele yao kama vile mita 10-15, kuna simba wawili dume wanatembea barabara hiyo hiyo, nasi tunakuja nyuma na gari. Mpendwa mtazamaji, nilifikiri wale vijana wa Kimasai wangerudi nyuma wakikimbia, lakini cha ajabu walienda moja kwa moja, wala hakuna aliyetoa fimbo yake begani, wakaenda kupiga hadithi. Nilichokiona ni kwamba simba waliingia kichakani, wakapisha Morani, wakapita salama, nasi tukapita na gari. Nikasema sasa yamkini tungekuwa kwenye maombi, alafu nasema, Bwana uliyefunga makano ya simba wakati wa Danieli, leo waweza kufanya hivi. Ungekuwa wewe ni yule kijana wa Kimasai umeomba yale maombi, ungekuwaje wakati kukutana na usimba kama yule kijana wa Kimasai, ama ungekuwa kama sisi tulivyokuwa kwenye gari kule bondeni? Mpendwa mtazamaji, unapoomba ukiri unachokiomba. Kwa hiyo kama sisi tungekuwa tumeomba yale maombi ya Danieli, tulifeli pale bondeni. Ila wale vijana wa Kimasai wangekuwa wameomba yale maombi, walifaulu. Maana yake wao hawakupisha simba, bali simba waliwapisha wao. Nachotaka nizungumzie kuhusu habari ya ubora. Tunapofanya tufanye kwa ubora. Mpendwa mtazamaji, ukitaka kutembea na Mungu, badili maneno yako. Ukitaka kutembea na Mungu, kukaa na Mungu, badili mwenendo wako. Una mwenendo usiofaa. Kanisani unashiriki ila unazini. Hakuna ubora kwenye maisha yako. We ni mwongo, hakuna ubora kwenye maisha yako. Kwenye kazi yako unatapeli, hakuna ubora kwenye maisha yako. Kwenye ndoa yako wewe ni hivi, hakuna ubora kwenye maisha yako. Una maneno kuitwa double tongue. Ukiongea na huyu hili, ukifika mada ile ukifika na huyu utaongea na kitu kingine. Maana yake hakuna ubora kwenye mazungumzo yako. Biblia inasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema, na Mungu hataki tabia zetu ziharibike. Kwa hiyo kuwa bora katika mazungumzo pia, lakini pia katika mwenendo. Lakini jambo jingine, mpendwa mtazamaji, unataka Mungu akae na wewe, kampani yako unakaa na watu wa namna gani? Wanazungumza nini? Hawezi kushabikia mambo ya kidunia ya siasa, uweze kushabikia vita, uweze kushabikia michezo, uweze kushabikia vitu vya dunia hii, alafu baadaye uende mbele ya Mungu ukiwa umejaa upako. Sema, Baba, katika jina la Yesu, maana moyo wako umejaa. No. Unaweza tu ukafanya hivyo kama ulikuwa na watu sahihi. Mnaongea habari ya neno la Mungu, mnaongea habari ya maisha ya kiungu, mnaongea habari ya maombi. Ukitoka hapo unapoenda kuomba, maombi yako pia yanakuwa katika mtiririko wa kiungu. Mpendwa mtazamaji, badili kampani yako, watu unaokaa nao. Badili maeneo unaotembelea. Unataka Mungu akae na wewe. Hauwezi kusema kwamba nilikuwa sijaenda kunywa pombe, nimeenda tu baa kwenda kunywa soda pale tu naangalia mpira. Pale hivi kuna unajisi mwingi. Utasikia matusi mengi. Utasikia watu wakiongea yasiyofaa. Na maneno yale mabaya yanaharibu moyo wako, yanaharibu uwepo wa Mungu ndani mwako. Kwa lazima ubadilishe hayo. Mpendwa mtazamaji, badilisha utoaji wako. Usitoe asubuhi inapofika. Nilifundisha kanisa ikawaambia kwamba jitahidi kutenga sadaka yako mapema. Iwe ni ndogo kiasi gani, lakini itenge. Sema, wiki hii nimeamua kila wiki nitamtolea Mungu shilingi 2,000. Kabla ya Jumapili kufika, itenge kwa heshima ya Mungu. Natenga 2,000 hii kwa ajili ya Mungu. Natenga fungu langu la 10 kwa ajili ya Mungu. Alafu unapoenda kutoa, toa kwa ubora. Lakini wengine wafika Jumapili, anajua kwamba leo tuna sadaka 3. Na kwa sababu tuna sadaka 3, nina shilingi 10,000.
Aambia mtoto, nenda kanunue sukari na majani ili nipate change kwa ajili ya sadaka. Alafu mtoto akishara kuna mwambia kupela change, kwamba sasa naanza kugawanya ile asubuhi, hii itaenda huku, hii inaenda huku, inaenda huku, inaenda huku. Mpendwa mtazamaji, sio ubora huo. Moyo wako uandaliwe katika kumtoa olea Mungu. Kuna watu ambao wanasema kwamba mimi nampenda Mungu sana, lakini nitamtumikia Mungu nikisha staafu. Mungu hatumiagi change. Mungu hataki change, kwamba uivipe vingine vyote nguvu zako, ukishachoka ndio uje kwa Mungu wakati umechoka. Hapana, Mungu anataka kilicho bora. Mpendwa mtazamaji, Mungu anataka kilicho bora. Hata kumtumikia anatemsema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Maana yake kama ni mtumishi, kamtumikie Mungu ukiwa kijana. Kama ni huduma, kaifanye ukiwa kijana bado una nguvu. Sikwambii usisome, soma, maliza kusoma, na elimu yako hiyo hiyo Mungu anaitaka, na ubora wake huo Mungu anataka akakutumie katika eneo hilo. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, hata kama ni walimu, tunahitaji walimu waliosoma vizuri kanisani. Tuna shule saizi za makanisa, tuna vyuo vya kanisa, tuna hospitali za kanisa. Leo hii unakuta mtu ambaye ni mlevi, lakini kwa sababu ya profession yake anaajiriwa na kanisa, kwa sababu tumekosa muamini mwenye profession hiyo, lakini tunatakiwa tuwe nao. Kwa hiyo vijana walioko shuleni na washauri unayenisikiliza, soma kwa ubora, jifunze kwa ubora, fanya bidii katika ubora. Elimu yako iwe bora, mawasiliano yako yawe bora, utendaji wako uwe bora, kazi yako iwe bora, ndoa yako iwe bora, unapotoka na mume wako awe bora. Biblia inasema kwa mke mwema, anasema kwamba mume wake hujulikana malangoni, kwa sababu tangia suti aliyovaa imetengenezwa kwa ubora, imepasiwa kwa ubora, imefuliwa kwa ubora. Anapotoka naye, anatoka naye kwa sababu anaona ni mfalme wangu, naye anakuwa malkia, maana wote ni bora mbele za Mungu. Mpendwa mtazamaji, Mungu anataka ubora. Ikiwa ni Mungu ni baba kwetu, tunampa nafasi gani katika maisha yetu? Tunampa nafasi gani katika ibada yetu? Tunampa nafasi gani katika mahusiano yetu sisi na yeye? Nimejifunza jambo moja, kwamba ili maombi yangu niombe maombi sahihi, natakiwa nitumie muda ulio bora, na muda wangu ulio bora ni asubuhi. Nikiamka saa 10 alfajiri, nikautafuta uso wa Mungu, nikisoma huo muda, pakikuta saa 1 mimi na Mungu tumeshamalizana. Hata ningekimbizana kutwa nzima, nichoke na nichokeje, ina maana nimetumia muda bora mbele za Mungu wangu. Leo hii wewe unatumia muda gani? Leo unamtolea Mungu nini? Tunampea wapi? Madhabahu, ukiangalia vikapu vya madhabahuni vimechoka. Wamama ni jeshi kubwa. Mungu ndio walio bora, Mungu aliwachagua. Lakini je, kanisa lenu linaonekanaje? Usafi wake upoje? Mazingira yake yapoje? Ukiangalia pale kijijini, ni kati ya kanisa lenu na nyumba fulani fulani, ni ipi iliyo bora zaidi? Mpendwa mtazamaji, naomba nikutie moyo, Mungu anataka ubora. Mungu anataka tunene kwa ubora. Mungu anataka mashemasi wahudumu kwa ubora. Mungu anataka watu wa usafi wafanye usafi kwa ubora. Anataka wanaweka maua mbele za Mungu katika ibada, katika nyumba za Mungu, wafanye kwa ubora. Anataka wale ambao wanafanya kwa ajili ya mtumishi wa Mungu au wanamsaidia mtumishi wa Mungu kwa kazi, wafanye kwa ubora. Maana yake sio bora tu wa matendo, hata fikra zao ziwe bora, akili zao ziwe bora, washauri kwa ubora. Nidhamu wakati wa ibada kuna ubora. Nimeambiwa na mtu mmoja kwamba wamama wanapotanyika kwenye vikundi wana nidhamu, nidhamu. Ukiongea bila ruhusa unatoa faini. Kwa hiyo utakuta pale wamekaa kwa nidhamu yote, kwa adabu zote. Kama hata kuongea kitu ananyosha mkono. Lakini kanisani anacheza na mtoto wakati ibada inaendelea, anaongea na jirani wakati ibada inaendelea, anachati kwenye simu wakati ibada inaendelea. Alafu unasema kwamba ulikuwa kwa Mungu, wewe ulikuwa unacheza. You are playing something. Unacheza kitu kingine, sio ibada kabisa. Ibada yako iwe bora. Umuonyeshe Mungu heshima. Vijana waimba sifa, kuna sana fika mahali mnavurugikiwa, mnaharibikiwa kwa sababu ya kukosa nidhamu katika ubora. Mnapoimba, mnaimba mbele za Mungu, hamwendi kuburudisha. Mwingine akasema kwamba ngoja niingie hapo ndani nikamshushe roho, akaenda kaimbisha watu walipoingia kwenye maombi, akatoka nje kwanza akaenda kujipepea kwamba nishamaliza kazi. Kwa sababu gani? Hana nidhamu bora. Kwamba hatuhitaji kushushiwa roho alafu nyie muende, na we pia roho huyo unamhitaji. Wapigaji wengi hawaabudu, waimba sifa wengi hawaabudu, wengi hawatoi sadaka, ibada zao hazina maandalizi ya ubora.
Na tutamani mtu wa Mungu, hebu kuanzia leo fanya kwa ubora. Ndoa yako ione kuwa bora, iheshimu, tenda kwa ubora. Familia yako iwe bora, kila unalolifanya ulifanye kwa ubora. Watoto wako wavalishe kwa ubora, walishe kwa ubora. Hata kama ni uji upiko ulio bora, wenye viungo vyote vya changanya kule ndani, ili watoto wawe na afya bora. Sio bora tu afya. Mtu wa Mungu, Mungu ni bora. Anataka ubora ndani mwako. Anataka utukufu wake uenee kwenye maisha yako, baraka yake iwe kwenye maisha yako, uweza wake uwe kwenye maisha yako, maana yeye ni bora na anataka tuwe bora. Mpendwa mtazamaji, naomba ubora uambatane nawe. Naomba nguvu iambatane nawe. Naomba baraka iambatane nawe. Naomba utukufu wa Mungu ule ulio bora usije tu kwa kutembelea, bali ukawe pamoja nawe wakati wote. Watu wanapokutazama waseme hakika huyu mtu ni bora. Huyu mtu ni bora. Maisha yake ni bora. Wale wanamcha Mungu hao ndio bora. Biblia inasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora. Hao ndio napendezwa nao. Uwe bora kwa jina la Yesu. Imani yako iwe bora. Ibada yako iwe bora. Kila unalofanya likawe bora kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye amekuwa akinitazama na kunisikiliza kwa wakati wote huu. Naomba roho ya ubora ikaambatane naye kuanzia sasa. Neema yako ya ajabu ikaachiliwe juu ya maisha yake. Utukufu wako Bwana ukapate kumzingira kila upande. Uweza wako ukadhihirike kwake kumtenda mema. Katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uchumi wake ukawe bora. Ndoa yake ikawe bora. Familia yake ikawe bora. Ibada yake ikawe bora. Acha yote ayafanyao kwa neno au kwa tendo yakawe bora katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naliombea kanisa lako ubora. Yote tunayofanya Bwana yakakutukuze wewe. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji unanitazama, naamini ya kwamba umebarikiwa na kipindi cha siku ya leo. Endelea kung'aa katika ubora wa Mungu. Neema ya Kristo ikapate kwa juu ya maisha yako. Asikupungukie wakati wao wote, bali utukufu wake ukaongoze maisha yako. Asante kwa kunisikiliza. Asante kwa kunitazama. Endelea kuwasiliana. Endelea kutiana moyo na jirani yako. Endelea kutia moyo ndugu yako. Ubora uambatane na maisha yetu kwa jina la Yesu. Jina langu ni Elisongo Benjamin Kiwelu, mchungaji wa kanisa la EAGT Nazareti wilayani Hai au Bomang'ombe, lakini pia ni mwalimu wa chuo cha Kanda Kaskazini, chuo cha EAGT, na naamini kwamba umebarikiwa na neno la Mungu siku ya leo. Kwa mawasiliano zaidi ni 0767 362981, 0767 362981 na 0621 444 120, 0621 444 120. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema wa ubora. Amen. EAGT